Kwa majina naitwa mchungaji Umba Aaron, ndiyo, na mwanzilishi na mbeba maono wa kanisa la RMC, kwa urefu linaitwa Restoration Mission Church in Africa. Yes, ni kanisa jipya, lakini si jipya kwa Wakristo sababu si jipya, yes. Lengo na mazumuni la kanisa hili liwe ni kutaka tu kuwarejesha watu kwenye maadili, kutaka kuwarudisha watu kwenye misingi kusudiwa. Yes, unajua watu siku hizi wameenda kuchukua vile ambavyo havikustahili viwe, ndio wameviweka kwenye malaini yao. Lakini pamoja na kurejeshwa, mtu atajua ya kwamba kumbe nimeacha njia sahihi, na ilinitakiwa niende hivi. Kwa hiyo huduma hii inawarejesha watu kabisa na kuwaweka kwenye laini ambayo Yahweh alikusudia. Ni kweli, ndio maana kuna wengine, wewe kwanza ni mtu wa tatu kutueleza kwa nini mnatia Afrika, kwa nini msingetia in world. Lakini yes, pamoja na hiyo, injili kwa kuwa haina na mipaka yoyote, natakiwa iende kabisa dunia mzima. Endapo tutakupata wewe mtumishi wa Mungu ambaye unaweza kutusapoti ili tuvuke mipaka, tunaweza kwenda. Yes, siku ya leo mimi kabisa nimefurahi kuwa pamoja na wewe kwenye channel yako, kutaka kuwafundisha watu maadili. Kwa hiyo tumeandaa somo ambayo inasema ya kwamba mafundisho ya urejesho wa maadili katika jamii. Yes, maadili ni namna jamii inavyotaka kujengwa na mwelekeo fulani kimaisha. Hiyo ndio tutasema maadili. Namna ambayo jamii inavyotaka kujengwa na kwa mwendeleo fulani wa maisha. Yani hiyo ndio maadili. Unajua kila mmoja yuko nataka aende kwa kadiri anavyotaka. Sasa ili afikie maisha yeye anaita ni maadili. Sasa siku ya leo sisi mission yetu ni kutaka kumwelekeza kwamba ni kweli anaweza kwenda vile, lakini kuna maadili yale ambayo mfalme Yahweh anayataka watu waiende. Ndio maana nilikuwa nataka kwanza tusome barua moja ya Biblia ambayo itatupatia somo ya leo. Ukienda kusoma kitabu cha Yohana sura yake ni ya 10 na mstari wake wa 10. Sijui naweza kusoma. Yohana sura yake ni ya 10 na mlango wa 10. Biblia inasema ya kwamba mwivi huja ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo ni barua ama ni versi ambayo itatubeba katika somo lote hili la fundisho ya urejesho wa maadili katika jamii. Sijui ninaweza kulieleza. Kitabu cha Yohana sura yake ni ya 10 na mstari wake wa 10. Anasema kwamba mwizi ama mwivi huja kwa makusudi fulani ama kwa lengo fulani. Yani ukikuwa kwenye nyumba unalala, mwizi wakati anapokuja, nakuja kwa ajili ya vitu vitatu. Kitu cha kwanza akuibe, cha pili akubomoe, na cha tatu akuchinje, na mwishowe akuharibu. Sasa leo tunazungumzia neno maadili. Na nimesema maadili ina maana gani? Ina maana ya jamii inavyotaka kujengwa kwa mwendelezo fulani wa kimaisha. Sasa katika hili utamkuta jamii nataka kujibeba kwa kadiri anavyotaka mwenyewe. Anaacha kujua ya kwamba kuna mmoja Mungu ambaye yeye ndo ametupatia misingi ambayo tunatakiwa tuifuate. Sasa katika hiyo kuna maneno karibuni matatu ambayo niliandaa ili tuingie ndani. Yes. Misingi ya maadili tuna misingi. Kuna mtu ambaye anasema ya kwamba mimi nina msingi wangu.
ule msingi unaitwa msingi ambao wa maadili mema, msingi wa maadili maovu ama potovu kama vile ninavyosema, na msingi wa maadili sahihi. Sasa ili mtu aendelee, anatakiwa aingie kwenye msingi wa maadili sahihi. Yes, tofauti lipo. Mema maana yake nini? Leo mtu akienda hata ameshushia suruali yake, kama vile vijana siku hizi utaona kwa anatembea mregezo, wengine wanaita sijui. Yes, yeye katika safari yake ama katika laini yake anasema ya kwamba hii ndiyo mema yangu, lakini si sahihi. Sahihi ni kurudia katika kusudi ya asili, sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, yes, kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akasema na tumfanye mtu kwa taswira yetu, yani kwa mfano wetu na sura yetu. Ina maana wakati alipotupa akili ya sisi tutengeneze mavazi, kwa lugha eleweka, katika mwili tuna vitu karibuni vitatu. Tuna miguu, tuna hapa ni kiuno hichi. Yes. Na sasa utamkuta mtu yeye anaenda anavalia suruali, anaishusha chini hapa chini. Kwa hiyo kwa lugha eleweka, hiyo vitu yeye anaviona kwamba ndio maadili mema ama ndio njia kwake nzuri, lakini si nzuri. Sababu pakikuja mtu atamueleza hivi, mbona unavaa hivi wewe? Atasema mimi navaa vizuri. Lakini uone vizuri wewe na mimi ambao tunakuwa na akili, tutasema hapana, uavali vizuri. Ina maana yeye anafikiria kwamba ndio njia njema. Kumbe si njema. Ni njema ni uje uingie katika kitu kiko sahihi. Sijui kama naeleza vizuri, naeleweka. Ndio. Nafikiri jana tulizungumza tena lile neno. Mimi hapa hakuna maadili ya Kikristo na maadili ya kijamii, sababu ninajua wanajamii wote wanaitwa kwa lugha nyingine wa ulimwengu. Sijui naeleweka. Wanajamii wote wanaitwa walimwengu. Kwa hiyo akiitwa walimwengu ina maana aliumbiwa na nani? Na Mungu ambaye anaitwa Yahweh. Huyo ndio alimuumba. Sasa wakati alipomuumba, hakuna yule aliyeumbiwa aende na maadili sijui ya kijamii na maadili ya Kikristo. Hapana. Ukristo ulikujaje na jamii ilikujaje? Ili mtu awe Mkristo anatakiwa atoe katika jamii. Sasa kama ukiniuliza kwamba utafundisha maadili ya Kikristo ama ya kijamii, sijui ulitaka kuniuliza nini mtangazaji, sijui. Kwenye misingi. Yes, kumbe nakuelewa sasa. Yes, asante. Kwanza tujue, nimesema ya kwamba jamii imeumbwa na mfalme Yahweh. Yes, Elohim, yes, ambaye ametuumba sisi. Na katika kutumba kwake hakuna mtu ambaye yeye anamtaka apotee. Kama mila imekuja baada ya sisi tumekwisha kuumbiwa. Ukisoma kitabu cha Rumi, yes, sura yake ni ya 8 mstari wa 29 kama nitanukuu vizuri. Anasema kwamba alitujua kabla ya misingi. Ina maana kama alijua kabla ya msingi, huyu ndiye ambaye aliyetupatia hata na miila yenyewe. Mila yetu haitakuwa mila ya dunia, hapana. Sisi kama vile wenye kutoka mbinguni, sisi tunatakiwa tutumikishe mila ya mbinguni. Kwa hiyo ndio maana katika ile somo kulikuwa vipengele karibuni 4 ambavyo niliviandaa. Kipengele cha kwanza ni haya mafundisho ya urejesho katika jamii, na kipengele cha pili ni misingi 4 ya mitazamo katika maadili, na kipengele cha tatu kilikuwa ni kwa nini Wakristo wenyewe wafundishwe. Sababu Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ina maana neno ili kila ni kila jamii. Naeleweka mtangazaji? Ni kila jamii, kila familia. Yes, yani dunia mzima. Ndio maana leo unaweza kuniuliza tuna dunia ngapi? Sijui naweza kuelewa kama ile ulizo ninaweza. Tuna
Yes, tuna dunia ngapi? Dunia mimi katika mtazamo wangu na katika utafiti wangu, dunia ziko 3. Sijui naeleweka? Yes, kuna dunia ya vitu vinavyoonekana hivi tulivyo hapa. Yes. Na kuna dunia ya nuru na dunia ya giza. Hawa wote wawili wanamtaka huyu anayeonekana wamtumikishe. Sasa unasikia Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili. Sasa hapa kuna watu ambao wako wanaenda kuchanganya. Namna gani? Kuna watu wanasema kwamba Mungu alipenda dunia hii ambayo tuko nayo. Mungu hakupenda hii dunia. Yes, Mungu alipenda dunia ile yake ya nuru ije, na ndio kwa maana tuko tunazungumza neno maadili. Ukimkuta mtu eko nje ya maadili, ule mtu eko kwenye giza. Na wazo umeniuliza hivi, unataka uturudishe kwenye mila yetu ama unataka uturudishe wapi? Hapana, mila yote inatakiwa ikubaliane na maadili ya Mungu. Maadili ya Mungu ni kufanya kufuatana na kisa anataka yeye. Kwa mfano, usiibe, usiue, usizini, vitu kama na vile. Hiyo ndio maadili. Naweza kusema sijui, lakini tunatakiwa tujitahidi tufikie, sababu hiyo ndio kutaka kwake. Na kumbuka siku moja Yesu Kristo alikuwa kwenye kisima cha Yakobo, akamkuta mama mmoja anaitwa Msamaria. Si unaona hiyo historia? Wakati alipomkuta yeye, kwa kuwa alikuwa na mtazamo wake, ndio maana nilikueleza kwamba maadili, kuna maadili mema, kuna maadili maovu na maadili sahihi. Yeye alikuwa akifikira kwamba hivi niko naenda kushota maji kila itwapo leo, mimi niko vizuri. Kumbe hakuwa na shota maji, alikuwa na shota upuuzi. Sijui naeleweka. Kwa nini? Na wakati walipokutana na Yesu Kristo, walianza kuzungumza. Unajua, kuna ulizo moja Yesu Kristo alimuuliza hivi, naomba nipe maji. Unaona? Alijibu nini? Na wewe nijibu. Uko unaona? Ile ndio ilikuwa mtazamo wake. Anajua ya kwamba sisi wa Kristo, ndio maana wako hata leo anakuambia mimi sina mtu wa RMC. Unaona? Wewe ni mtu wa FCPC, hatuwezi kukutana na wewe. Kumbe hivi vitu vyote ni vitu kama vile vya bandia. Mfalme Yesu Kristo anataka watu wamuabudu wote. Ndio maana unaona watu wanaitwa wa Kristo. Ukiitwa Mkristo haimaanishi wewe ni mu RMC, wewe ni mu FCPC, wewe ni mu FPST. Hivi ni vimadhehebu. Lakini sasa Yesu anataka kumuelezea kwamba hivi, ya kwamba ukimjua huyu ambaye unayezungumza naye siku ya leo, ungejua ni kipi ukifanya. Kwa lugha eleweka, huyu mwanamke Msamaria alikuwa na maadili mema. Alikuwa akijua kwamba hivi niko nashota maji, ndio maji, kumbe si maji. Sasa ilitakiwa sasa ashote maji sahihi. Maji sahihi ni nini? Ni kumjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kwamba huyu anaokoa. Yes, kitu cha kwanza ambacho tuliona watu wako nje ya kusudi la mfalme Yesu Kristo ama Mungu. Namna gani? Utawakuta watu leo kanisani, wao wanakueleza kwamba wewe mwimbaji, wewe kama haukuingia kwenye ibada ya meza takatifu hautaimba. Okay. Wewe si mwimbaji, ukivalia suruali kama vile mzee anavaa vile, anakuambia hautaimba. Yani wanakukwamisha na vimasharti vingi. Okay. Sasa huyu kijana akiona ya kwamba pamoja na ukorofi wangu wote, kumbe acha sasa niende nibatizwe. Unaona, huyu mtu ni kuchukuliwa tu kwenda kurowekwa kwenye maji. Simebatiza sasa, hebu niingize sasa nifanye nini? Niimbe. Sababu ulisema ya kwamba wale wote hawajabatizwa hawawezi kufanya nini? Kuimba. Kumbe acha mimi niende nirowekwe kwenye maji na nije niimbe. Je, huyu mtu kabisa ukimfuata vizuri, huyu mtu ameokoka? Hapana. Alitii sheria ya mchungaji wake. Alimweleza kwamba hivi haujabatizwa hautoimba, naye amepewa kipawa cha kuimba. Basi acha niende nifanye nini? Nibatizwe nije. Okay. Na wengine wanamweleza, wewe kama haukuvalia kwa mfano sketi ishuki chini, hautakuja kuimba.
na ukifuata vizuri ni mama tu ama mdada amevalia vitu vizuri tu, lakini ambaye hapana, yani vima sheria. Sasa ndio maana sisi tulisimama ya kwamba hapana, huyu mtu tumfundishe. Kitu cha kwanza si kuvaa, kitu cha pili si nini kama nitaeleweka, lakini tumfundishe kwanza kumsikiliza Roho Mtakatifu, na baadaye Roho Mtakatifu atabadilisha ndani mwake. Sababu Biblia inasema hivi, haina wote wajao kwa Bwana kama hajawavuta. Kwa hiyo sasa mtu akiingilia kanisani sababu amevalia vizuri, mtu akiingilia kanisani sababu mna sheria moja fulani, kama vile makanisa mengine akitaka kuingia kanisani anafanya hivi. Unaona, niliwahi kumuuliza mtu mmoja, kwa nini unafanya hivi kabla ya kuingia kanisani? Sasa nimefanya hivi sababu hii ni alama ya utakatifu. Sasa nitakuuliza wewe, utakatifu tunautafuta wakati ukiingia kanisani au utakatifu tunautafutaje? Lakini Biblia inasema hivi, hamjui ya kuwa miili yenu imekuwa hekalu takatifu ya Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani mwenu. Ina maana every day, wakati tunapotembea, tunapolala, tunapodili, tunapoenda kazini, tunapoenda wapi, sisi tunatakiwa tumsikilize Roho Mtakatifu katika kutembea. Ndio Biblia inasema hivi, tufanye vitu vyote kwa utukufu wa nani? Wake Bwana. Zile sheria naweza tena kusema si sahihi. Kwa nini si sahihi? Neno ambalo Yahweh analenga kwa mwanadamu ni nini? Ni roho. Yes. Unajua, roho ikimkubali, sababu Bwana Mwenyezi Mungu haoni mwili huu, yeye anaona ndani. Sasa kama leo ukimpatia mtu vimasheria, kwa mfano hapa kwetu kanisani, ukikunywa usiingie kanisani. Unaona, huyu naye anakunywaga, anaweza kwenda kunywa pembeni, akajipika perfume, anakunywa, anaingia kanisani. Unaona? Okay, hapa kwetu kwa mfano hatuwataki watu wenye kuwa na wanawake wawili. Ni kweli hatuwataki. Huyu mtu anaweza kuwa mnafiki. Lakini sasa huyu mtu akifundishwa, sijui naeleweka, akifundishwa neno la Mungu kwa usahihi pamoja na maombi, Roho Mtakatifu kuna yale atafanya. Hiyo kama bila watu watoaji. Ukimkaza mtu kanisani kwetu paka utatoa, ni kweli, lakini itakuwa kweli. Huyu mtu Roho Mtakatifu akimnenesha ndani mwake, utaona atakuja kufanya kitu kizuri ambacho na mbingu imekipokea. Si mwenyewe ukumbuke habari ya sadaka ya nani? Ya Kaini na Abili. Unaona? Kwa kuwa Abili alimtolea Mwenyezi Mungu na roho yenye kufunguliwa, roho nzuri, roho uwazi. Mwenyezi Mungu alipokea sadaka yake. Sijui na inaeleweka. Kwa hiyo sasa ukiuliza kwamba hivi madhehebu ambavyo vimeweka masharti fulani vikoje, kama vile kaka mmoja anieleza ya kwamba alipoenda kanisani ama kwenye dhehebu fulani wakamwandika jina. Sasa ikafika siku ya yeye wamtangaze na yeye, wanamwambia hapana, hatuwezi kutangaza sababu haukuja na mke wako. Sasa nikuulize na wewe, ina maana mbinguni tunaingia na wake? Sasa lile dhehebu lilipoteza ile nafsi ama alikupoteza? Ile sinakuwa ni mchakato sasa. Lakini neno yeye ndio aliandikwa. Sasa ile siku yeye angeitwa. Baada ya kuitwa sasa ongebaki na wanamueleza hivi, ndugu, umeoa? Ndio nimeoa. Sasa kumbe njoo na familia, sababu neno ibada njema inaanza nyumbani. Hatuoni mke ama hatuoni mume ama hatuoni watoto. Neno nyumba si mtoto wala nini, hapana. Kwanza kwa lugha eleweka, ukisema nyumba, si tunaona physical persona ya mtu. Siku na mara hajaoa anakujaji. Lakini kama ukimuuliza wewe mchungaji, ndugu, karibu na mke wako, anaweza kuja na mke wake sasa. Na maana mimi hawakunielewa. Niombe nirudilie. Nikasema hivi, maadili ni nini? Nikasema kwamba maadili ni namna jamii inavyotaka kujengwa kwa mwelekeo fulani wa kimaisha. Hiyo ndio neno maadili. Kwa hiyo sasa tukarudia kanisa, ukasema ya kwamba je, utatufundisha maadili ya Kikristo hao ya kijamii? Ndio vile uliuliza. Nikasema ya kwamba hapana, lile neno ni ngumu. Sababu gani?
Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye, ili neno ili anaona ulimwengu wote, sababu mission ya hawe kutuumba ni kwamba sote tuwe chini ya uongozi wake. Sasa kama ukinieleza kwamba mchungaji kanisani kwako wewe unakubali yote, mimi sikuzungumza hivi, nazungumza ya kwamba sheria iko na mfanya mtu aende vibaya. Kama vile leo kijana wako binti ama kijana mwanaume ama wa kike, unamweza tangu sasa ikifika saa 2 sikutaki uwe hapa. Unaona? Okay. Unamruhusu atembee ama unamruhusu asitembee? Aha, kwa lugha nyingine unamfanyia vibaya. Sababu gani? Wewe uko nataka umweleze ya kwamba hivi matembezi yako yote yanatakiwa yawe, lakini ujiheshimishe wewe. Sababu kama ukimweleza ya kwamba saa 2 nataka uwe hapa, anaweza kwenda kufanya vyote vya anajua vya usharati vivi na hivi, lakini saa 2 yuko hapa. Kuna tatizo liko pale. Lakini sasa kanisani kwetu sisi tunawafundisha watu ya kwamba kitu cha kwanza aogope dhambi. Sababu dhambi, ndio maana uniulize hivi maadili nini, nikueleze hivi maadili ya Kikristo ni usiibe, usiue, unaona, usishuhudu, usinini vitu kama na vile. Sasa mtu akipitia katika hivi vitu atakuwa Mkristo na mwanajamii mzuri kabisa ambaye atamuogopa Mungu. Sikusema kama kanisani kwangu nataka walevi waingie ama washarati waje ama lakini wakifundishwa, sababu kanisani kuna wale ambao wanasikia tu sheria tu. Uko naona, kwa mfano angalia hapa kanisani kwenu, mlevi akiingia utasikia mashemasi mtoe. Unaona? Afu kama ndio wakati wake wa yeye kuja kuokoka, si ndio maana nikupatia mfano wa yule ambaye aliyeandikwa, lakini siku ya kumtangaza wakasema kwamba hatutakuita sababu ya mke wake hayupo. No, sio kusema kwamba kanisani kwangu nimeruhusu walevi washarati. Hapana. Kanisa tunakazia kabisa watu watii maadili hii ambayo tunayofundisha hapa. Leo kwa mfano utamkuta mtu nisema anavalia suruali yake chini, ama utaona ako na hivi inaitwa sijui vimishangazi, sijui inaeleweka. Ni midada hii. Unaona? Sasa huyu mtu hana kwenye maadili mazuri. Huyu mtu anatakiwa afundishwe hapana. Kama anataka kuoa, hebu kuja utuelekeze ni nani unayempenda ili muone pamoja, sababu Biblia inasema ya kwamba huyu mwanaume ataacha babake na mamake, wataenda kuungana. Mama mtangazaji, sikusema ya kwamba kanisani kwangu tunaruhusu watu kama hapana. Tunawataka watu wa kumwabudu Kristo katika roho na kweli, ambao wako navalia ndani na nje, wako smart, wako vizuri. Maadili amepotea ni kwa naweza kuzungumza karibuni staili 3 ama 4. Tuende kwanza kwa vijana. Vijana siku hizi hawajui kipi anaweza akijibu kwa mzazi wake. Unaona? Kijana baba anaweza kumuuliza kama vile baba, lakini kijana marudilio yake ya majibu yatakuwa ni ya kiuni. La kwanza. La pili, kijana hajui tena avale style gani mbele wazazi wake. Okay, utamkuta mwenyewe nini kijana wa kike na yeye hajui anakaaje mbele hata ya wakubwa zake wa kifamilia ama kaka zake, wazazi wake ama wanaume, hajui atafanyaje. Ndio maana unaona leo utamwona binti atavalia sijui sketi na mbana mpaka na pale ambapo yeye mwenyewe binti, kama nitaeleweka, binti kwa maana unaona yule pale. Unaona? Sasa tuone sijui mwanaume ameenda naye kusukiwa nywele, na yeye wanamsuka nywele na yeye anakuwa Samson na yeye. Unaona? Binti mwanamke anaenda kujijoesha mwenyewe, baba na mimi nimeenea, nimefanyia 1 2 3. Unaona? Yaani utaona vitu kama na vile vinawafanya dunia hii ya vijana kuto kuendelea vizuri. Sababu gani? Biblia inasema hivi, kijana mkumbuke muumbaji wako. Unaona? Yes. Kwa hiyo wakati tunapomkumbuka, anapokuja kwenye sikio yetu anatuelekeza. Ndio maana katika Biblia ni wakumbuke vijana 3, yes, ambao ni wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Yes.
Wana walikuwa ni vijana ambao Biblia inasema kwamba walishikwa na wakapelekwa pale Babylon. Wakati walipelekwa pale Babylon, Biblia inasema ya kwamba mfalme aliwashika na kuwapeleka katika nyumba ya kifalme. Lengo na mazumuni la mfalme ilikuwa ni kutaka kugeuza maadili yao, sababu wao walikuwa na maadili ya Kikristo, ama tuseme walikuwa na maadili ya kimungu wa Israeli. Unaona, sababu ukifuata huko chini wanasema ya kwamba sisi hatuwezi kuabudu miungu. Sisi tutamwabudu Mungu wetu wa Israeli ambaye aliyetutoa katika utumwa wa Farao. Unaona? Sasa neno ilikuwaje? Mfalme alisema ya kwamba hivi wapewe chakula siku 10. Unaona? Na ukienda katika Biblia maana ya 10, ndio maana siku moja nitajitahidi tufundishe namba, yes. Ukiona neno 10 katika Biblia ina maana unaenda kwenye sheria. Yes. Sasa wakasema wakule chakula siku 10. Na sasa Biblia inasema hivi, vile vijana walikataa kula chakula cha mfalme. Biblia inasema hivi, walikataa kujichafua. Kwanza angalia dada, neno kujichafua na neno kula ni vitu vinalingana? Hapana. Lakini wao wanasema hivi, hatuwezi kujichafua. Leo tupeleke kwa mama huko. Yes. Waseme eti ukule pale chakula ni kujichafua, lakini wao si ni kula, lakini wanasema ya kwamba sisi hatuwezi kujichafua. Kwa lugha nyingine walitaka watoe maadili. Ndio maana nilikueleza kwamba sisi hatufundishe maadili ya Kristo. Sababu gani? Sote katika ulimwengu ni wana ulimwengu ambao mfalme Yahwe ametuumba kwa mfano wake. Biblia kwenye kitabu cha Zaburi, kama nitakosea, anasema ya kwamba nitakushukuru Bwana kwa kuwa umeniumba kwa jinsi ya ajabu tena na ya kupendeza. Lakini huyu ambaye aliumba kwa jinsi ya ajabu kupendeza, ndio sisi tutamwona sasa avalie mivalio bandia, sijui tamkuta ameisha kulewa pombe, amelala kwenye mitaro, sijui vitu kama na vile. Midada yenyewe utaona amejirusha. Kuna lugha moja ambayo nasikia wanasema eti vyambese. Unaona, amejirusha, na utamkuta yule mama ni mtu mzima. Sasa mtoto wake anaweza kubeba simu hivi, anaanza kuangalia kwenye simu na anaangalia mama huko, anamwona mama amejivua, ameonekana mwenyewe hivi, kisha anamwangalia mama hivi. Tuna vile vitu vile. Sasa wale vijana wakasema hivi, hatuwezi kujichafua. Ina maana kwa lugha nyingine, mfalme alikuwa na lengo la kuwatoa kwenye mfumo wa maadili sahihi. Mfalme alitaka kuwatia kwenye mfumo wa maadili mema, akafikiria kwamba akiwapatia chakula, kwa kuwa mimi ni mfalme, vitakuwa vitu vizuri. Hapana. Kwa hiyo wao walikataa. Sijui naeleweka dada? Watu wanapuuzia kuhusu maadili ni shetani tu. Yes, shetani. Sababu sinisoma barua yetu ya msingi, nasema kwamba mwizi huja ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kuna vitu viwili ambavyo leo ninaweza kukuuliza, ama hata mtazamaji anaweza katujibu. Ni kwamba leo kama mtu ingia nyumbani akisema hivi, wezi waliingia na waliiba, na akisema hivi mwizi aliingia nyumbani akaharibu, ni kipi ambacho ni lugha ngumu pale? Ni kuiba ama ni kuharibu? Kwa lugha eleweka ni kuharibu. Sababu gani? Anaweza akaingie kama vile sisi wanaume hivi, anaweza akaingia, kuna mara abebe vitu vyote na aende abake mke. Unaona? Anaweza akaingia vile abake na watoto. Unaona? Au kama si vile abaki kama na mkono amevunja. Yaani nyumba imeharibika kabisa. Ina maana kwa sasa shetani na yeye mission yake zaidi. Sijui niseme Bwana Yesu asifiwe. Mission ya shetani ni kutaka kuharibu kabisa. Ndio maana hata Paulo alikazia kwa watu wa Korinto, ako nawaelezea kwamba nini amjui ya kuwa mmekuwa hekalu takatifu. Kwa lugha eleweka, alitaka kuwakumbusha yale maneno ambayo mfalme Yahwe, mimi namuita Mungu kama Yahwe, amezungumza kwenye kitabu cha Mwanzo. Anasema ya kwamba tumfanye mtu kwa taswira. Maana ya taswira ni kwamba ni tumfanane Mungu kwa kadiri anavyotaka. Unaona? Anatakaje? Anataka watu wa kumwabudu katika kweli. Turejee kwenye kitabu cha Luka. Sijui kama mtaniruhusu kusema vitabu vingi. Kitabu cha Luka sura yake ni ya 15
mstari wake wa 16 ukisoma, kuna tafsiri moja inasema hivi: mwana mpotevu aliporudi kwenye fahamu yake sahihi. Na wewe unauliza kwamba hivi kwa nini maadili poromoki? Ndio ulizo yako. Nikasema ni shetani, sababu shetani sisi hatupendi tuendelee vitu tulivyo. Hiyo kama vile mtu leo anakuwa anamuona jirani yake anaenda shambani kwenda kulima, afu siku anaanza kurudia na nini na mavuno, afu asikie mwanae arudie kule iko nalia walimnyima muhindi, utasikia anasema hivi, muache basi kulima ndio nini? Ina maana sisi hatujue kulima. Sasa ulizo utakuuliza hivi, wakati huyu mama jirani yako alikwenda kulima, wewe ulikuwa wapi? Ina maana shetani, dada, shetani hatutaki sisi tuwe hivi tulivyo, sababu sisi ni watu ambao tumeumbwa kwa ndishi ya ajabu, tena ya kupendeza. Lugha ileweka ni kwamba shetani alikuja kutaka kuiba ufahamu wetu. Ndio maana katika masilabasi ambayo nimeandika syllabus moja inasema ya kwamba tambua nguvu inayodhibiti akili yako. Na nikaandika syllabus nyingine ambayo tumekuta hazina 3 ambayo Yahweh amewekeza ndani ya binadamu. Kuna akili, kuna nguvu na uwezo wa kuzalisha. Sasa haya yote maneno akili, ndio maana ukiona hata na wengine wanasema ya kwamba afya ya akili ni haki ya kila binadamu. Naeleweka? Afya ya nini? Ya akili ni haki. Ina maana utamkuta mtu ameumba ndisi alivyo, ni kweli, utamkuta mtu yuko strong, ni bonge, ni hivi na hivi. Lakini akipungukiwa tu na akili, basi atakuwa kulewa hivi, nimevalia suti hivi, ataitoa suti anaitia huku kama ni kwenye nyinyi. Akili. Yes, na ndio maana ukimkuta mtu amejawa na akili, utamkuta mtu ni mzuri kwa sababu atakuwa na haki yake. Sijui kama najibu vizuri. Mpango wa maadili kuporomoka. Mimi naweza kusema kwamba huu ugomvi wa maadili kuporomoka haukuanza leo. Yes, haukuanza leo. Ndio maana nimezungumzia habari ya hazina kubwa 3 ambayo Mwenyezi Mungu amewekeza ndani yetu. Hazina hii 3 ndio vitu ambavyo mwanadamu anatakiwa aviganganie. Lakini sababu shetani anaona samani ya hazina, natakiwa atanie na akili yako. Ndio maana nikuweza kwamba tangu zamani ukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 2 mstari wa 15, anasema kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden. Neno la kwanza, ailime na kuitunza. Kitu cha kwanza, hatuwezi kulima kama hatuna na akili. Hatuwezi kutunza kitu kama hatuna na akili. Na ndio maana katika akili mna neno ufahamu. Sijui naeleweka jamani? Yes, katika akili mna neno ufahamu. Ufahamu maana yake nini? Ufahamu ni uwezo wa ndani ya akili. Sababu hauwezi leo kusema ya kwamba wewe ni fundi seremala, uko na ule ufahamu bila akili iliyokufanya kutuma uwe msikilivu kwenye darasa. Unaona? Sasa Biblia inasema kwamba hivi, Mwenyezi Mungu akamweka Adam kwenye shamba la Eden. Mission ya kumwekea ni nini? Ni kulima na kuitunza. Paka pale ndio pale ambapo vita ilianza. Akili ukienda mstari wa 3, sura ya 3, sura ya 3 anakuambia hivi, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Kwa lugha iliyoeleweka, uende ukisoma ile verse, Mungu ama Yahweh hakusema tusile. Alisema mtakula, lakini ina maana ni attention moja ambayo mwanadamu alipewa. Ni kama vile mfano mtu kana nyanya pale vile. Wanamweza kwamba hii nyanya iko 5, lakini kwenye mboga utatia nyanya hii 3. Lakini mtu akuja kueleza hivi, eti mama tuseme dada, mama alisema eti tusitie nyanya kwenye mboga. Wewe unajibuje sasa? Aliniambia nitie. Lakini sasa yeye huyu dada yeye kwanza
kutokuwa na akili inatokea kujua ni nani anaweza kuja kuniuliza ili ulizo la nyumbani kwetu ambalo mama aliniachia mimi nipige, lakini wewe tu fulani fulani unakuja kuniuliza ikuweje. Kwanza neno la kwanza akili. La pili, huyu anakuja kuniuliza ndio dada mkubwa. Sawa dada, mama alisema nitatia. Lakini sasa sababu ya kutokuwa na akili, hapana, alisema mtakula. Huko tunaendea wapi? Ni nini? Ni akili ilikuwa kitafutwa ili mfanye mwanadamu kuwa nje ya Eden. Kwa hiyo kwa lugha eleweka, maadili haikuanza kuporomoka leo. Maadili imeanza kuporomoka tangu. Sijui naeleweka. Kumbe sio hapa tu ambapo maadili imekuwa. Na ndio maana na sisi wachungaji na sisi sisi watumishi wa Mungu hatukuanza kazi leo. Biblia inasema Yesu Kristo alianza kufundisha, hako anapita katika miji fulani fulani kufundisha. Nikutaka tu kurejesha. Ukisema kitabu cha Mathayo, Mathayo sura yake ni nukuu maandishi. Nasema hivi, hapo Yesu alikuwa akihubiri na akisema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni, unaona, umekaribia. Ni nini zaidi? Watu walikuwa nafikiria kwamba neno kukaribia haukuwepo, ulikuwa umetoka alikuwa anataka kuelezea hivi, geuzeni fikra zenu. Na ukienda fikra ni viungo vya akili. Sijui naeleweka pale. Kwa nini leo tusome hili versi kama vile versi ya msingi ambayo ni Yohana? Sababu gani? Mtu akiibwa, ukienda kuona kwenye akili, mtu akiibwa akili hata kuvaa hajui. Mtu akiibwa akili hata style ya kukalia hajui. Utamkuta mtu hiyo ni kwake, unaenda ilitakiwa kupokea vizuri, na mkuta unanuna. Lakini sasa ukimtolea sijui mama nilikuja kuangalia, basi hata hiyo utabaki na mtu anaanza kucheka. Sasa unacheka nini? Wewe ni mtu ambaye umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ulitakiwa uwe na akili, ujue unamkaribishaje mtu, unampatiaje nini kiti akae, na ni kipi kifanike sababu mambo yaende vizuri. Lakini sababu ya kutokuwa na akili, sababu ya kutokuwa na ule ufahamu, mtu anabaki bila kitu chochote. Sijui naeleweka jamani. Ilikuwa nisha kujibu, ni wewe utaka kunifuata vizuri. Maadili sahihi, nilisema sahihi. Maadili sahihi ni kukubaliana na mapenzi ya mfalme Elohim. Na kukubaliana na Elohim maana yake nini? Sababu ukisema dunia nzima tena mimi nitapata. Ulizo wako huko kama vile hauitengenezi vizuri. Mimi nilisema tangu mwanzo ya kwamba ulimwengu wote ukirudi kwenye maadili sahihi itakuwa kitu kizuri. Sababu gani? Samahani niseme. Sababu gani? Leo mtu anamchinja mtu mwenzake. Sasa tuende tufanye vizuri. Kama leo sote tunakubaliana hapana jameni, ulimwengu wote mzima tuache kwanza vya Kikristo. Jameni, tusiwachinje watu, tukae ni binadamu wenzetu. Hicho kitu ni kibaya. Sio kibaya. Ila unafikiri ni rahisi? Ndio maana ni mchakato dada. Ndio maana ni mchakato. Ni mchakato kweli. Ni mchakato. Pia ni mchakato mzito. Sababu hata wenyewe Waislamu wanazungumza wa Buddha wa nini. Sijui kama Buddha ndio anafundisha kwamba inatakiwa kumchinja mtu, ama sijui Waislamu wanasema kumchinja mtu ni vizuri. Siamini. Sababu kama wangelikuwa hivi, kama tungeanza kuona madhabahu yao ya kila siku wanachinja watu. Ndio maana nisema ya kwamba tuondokane kwanza na maadili sijui ya Kikristo vile wanazungumza, lakini turudie sote, sababu ambao wanatakiwa waingie kwenye imani ambayo, kwa mfano, ambayo anatakiwa aingie kwenye imani ya aishi vizuri ni huyu mwenye kuitwa jamii. Nimani kuweza hivi, afya ya akili ni haki ya kila binadamu. Ina maana mtu akikuwa na akili hata mfanyia mwenzake kitu kibaya. Kwani kuwa na akili ni utu uzima mama? Sijui, usikubali tu. Kuwa na akili, kutokuwa na akili ni kitu kizuri? Hapana. Sina ndo mada yetu. Mtu akikuwa na akili atajua hata namna ya kujiseti. Mtu akikuwa na akili atajua hata namna ya kumkaribisha mwenzake. Mtu akikuwa na akili atajua hata namna ya mke na mume waishije. Mtu akikuwa na akili atajua hata hivi mimi ni mkuu wa hiki kijiji, niongoze jamii namna gani.
mtu, yani vitu kama na vile, na ndio kwa maana ni hazina akili. Sina kueleza hivi, majuzi tulisikia mtu anachinjwa, majuzi tuliona wadada wametupa kwenye mitandao. Ulizo ni kwamba kwa kweli ule dada aliyejitupa ni mbaya, hasingeolewa, anatakiwa olewe, lakini sasa akili yake itakamweza hivi, ili niolewe natakiwa nijitupe mtandaoni. Process ya mtu kufanya. Na leo ukimuuliza dada, wewe unajitupa mtandaoni, wewe uko na akili? Kaka jeshimu. Sasa ulizo ile anasema ni jeshimu, ni kweli au ni mbaya? Si ndio maana nilisema kwamba ni mchakato ambao ni tangu zamani. Huyu shetani adui yetu ndio alikuja kutubeba akili. Ni kweli mtu hawezi kutufanyia. Kwanza si unajua hata yeye mwenyewe wakati anapojitupa, baada ya kujitupa tusikia kile inakuja, kwa nini nilifanya hivi? Sijui hichi kitu hakikuji vile. Niseme hivi, kitu cha kwanza, maadili haikuanza kuporomoka leo. Maadili imeanza kuporomoka tangu na tangu, yes. Ndio maana nileta na Biblia wakati Mungu akampa mwanadamu kulima na kutunza. Ndio huko kulianza kuja maulizo mbalimbali. Sasa ulizo wako nasema hivi, tuenende na maadili yapi? Ya wazazi au ya mashirika? Si ndio kusema kwako. Ulizo wako si naona hakuuliza vizuri. Mimi ninaamini hivi, hakuna mzazi ambaye anaitwa mzazi leo atakubali amzae mwizi. Hakuna mzazi kama mzazi leo atakubali amzae msherati. Hakuna mzazi kama mzazi atakubali